The academic board was satisfied with their performance. Number 1, Catherine Wanjiku. Brandly Dirango. Kisikia jina yako unasimama. Joseph Kirigwe. John Ngugi. Lea. Joseph. Martin. Newton Kipkurui. Having been trained, examined, and qualified by the powers conferred to me by the Academic Board of CTEC Life Skill Training Center, I hereby give you powers to read and write as pertains with your certificate. And now may the graduate change from left. Thank you very much. May I take this opportunity to welcome you all to this CTEC Life Skills College. Bwana sifiwe. To us, our family, it is a dream come true. Bwana sifiwe. It is a dream that has come true, and I thank God for that. Bwana sifiwe. Mr. Mashembo has one thing in his plan, education. Praise God. Masomo iko katika damu yake. Our students, leo tu ndio mwanzo wa masomo yako. Si ati umemaliza, usiseme umemaliza, it's the beginning. And I know nyinyi wote you are going far. Just work hard. Hard work never goes unrewarded. That is one thing I've come to realize. Our honorable guests today are these graduates. And they are honorable because in education, that is how we build ourselves. There is treasure in education. There is future in education. There is everything in education. So nature provides, or nature is more of a reservoir where everything is found. But we only need to design a method on how we can get what we want from that particular reservoir. I want to thank God that today we are gathered here as we celebrate the success of these young people, these very young minds that have a future. And I know the future is bright, the sky is the limit, and we can be able to go far. Basically, I want to thank God because of my deputy here. I thank God because of your faith. I thank God because of what you stand for. Because many times when I'm not very happy, when I'm annoyed, I don't talk much. But especially when I'm at home, I keep quiet. I eat. Probably that time I eat a bit more when I'm annoyed. But I thank God because she is prayerful. She has made me to stand, and I want to thank God for that. And I at one time she has spoken. It was one of the greatest tests that I have ever gotten. That I was in Nairobi, and it was a time that we were crossing school, and I talked in the parade, and I addressed the students, and I gave them my blessings, and I told them, go home and greet your parents. And one student did not move, while the others moved from parade. One student did not move. That boy remained in the parade like this. Yani watu wote wameenda, wametoka, kijana moja tu amesimama kwa parade hivi. Wengine wamechukua mabag zao, wengine wamefurahi, wengine wamegojewa kwa gate. Lakini huyo kijana, imagine, alisimama kwa parade, wengine wakienda hivi. And he looked very disturbed. It's like he was, all of a sudden, it's like he found himself in the wilderness. And then I looked at him for some few minutes. I tried to call him. He is not seeing me. So I walked towards him. And I tapped her shoulder. She looked like, that's the time that he realized that there was somebody around. And then nikamuuliza, ni nini mbaya?
kwa nini utoki kama wengine? Akaniangalia hivi tu, machozi ikatoka. I realized that there is a problem. I told him, let's go to my office, we have a talk. Na tukaenda kwa ofisi. Tulipoenda kwa ofisi, kijana akaniambia ya kwamba yeye hana mahali pa kwenda, na wengine wameenda nyumbani, lakini yeye hana mahali pa kwenda. Nikamuuliza what is wrong? Akaniambia hana wazazi, hana baba, hana mama, na walikuwa wanakaa na sister yake, lakini as we speak amepata information ya kwamba sister ako hospitali na bwana ya sister yake, mahali sister alikuwa ameoleka, ako jela. You know what happened? The sister walikosana na bwana yake, kwa sababu alikuwa bwana ambaye kidogo alikuwa anakunywa pombe hapa na pale. Kwa hivyo siku moja akakuja akachapa huyu dada sana, na majirani ndio walikuja kusaidia. So what happened, he wanted to kill the sister, lakini majirani wakasikia, kwa sababu hata sister akienda hospitali yangu anajisikia. So inamaanisha sister ako hospitali na huyu ndugu mwenye ameoa dada yake ako jela. Na tena kabla ule sister achapwe, nguo zote za familia mzima zilikuwa kwanza zimechomwa. So yeye hana nguo, hana nini. Mungu ni mwema. What I did, nikatafuta kijana mmoja, tuko Nairobi, nikatafuta kijana mmoja ambaye anakuja Nakuru. Nikamwambia, wewe muingie gari na huyu kijana umfikishe Nakuru, umpeleke stage ya Wanyororo. Akiwa hapo kwa stage ya Wanyororo, aseme tu anataka kwenda kwa Mashembu, yeye aingie gari. Na ikafanyika hivyo, akakuja, wakafika kwa stage, akaonyeshwa stage ya Wanyororo Muronyo, akaingia gari. Nao wakati saa hiyo sijaongea na bibi yangu nimwambie kuna mtu nimetuma yeye aende nyumbani, kwa sababu sijui nifanye namna gani. So what happened, yeye kijana alipanda na akakuja mpaka nyumbani, akakuta bibi yangu, akamwambia mimi nimeambiwa nikuje huku na nimetoka Nairobi. Saa hiyo ndio bibi alinipigia, ati kuna kijana umeambia akuje hapa. Nikamwambia yeye iko kijana nimeambia akuje hapa na akae huko. So what I did, I told my wife Unajua nilikuwa nasikia tu kwa simu, I could feel ama hii mpango ya kando imezaa hii kabutu hapa hii. Sasa there were so many questions I know that they were moving around, that are now, where does this guy come from? Ama huyu wako na bibi mwingine huko ama wako wapi? But I thank God, wakati tulizungumza nikamuelezea huyo kijana hana mahali pa kwenda, na mimi singetaka niongee mengi, ningetaka wewe uongee na yeye, make decision. That is what I told my wife. I told her, you talk to that boy, let her open up to you, listen carefully, and tell me what we are going to do. That is the answer I gave her. You listen. What you tell me to do is what we are going to do. And then I switched off the phone. I told her first talk to her. Mimi nikaambia ile story atapewa hapo, hata yeye atasikia huruma. Akapewa story. Baada ya dakika kama 30 hivi, mimi nafikiria sijui ni nini alikuwa anafanya, kwa sababu nilikuwa nafikiria atanipigia haraka. He stayed for about 30 minutes ndio alinipiga. Alipigia haraka niambia, mimi nimesikia huyu kijana kama ako na shida mingi. Mimi nataka ukuje tuangalie hii maneno tukiwa na wewe. Ikamuuliza sasa utafanya namna gani? Wacha akae kidogo hapa, hata kama hautakuja leo, wacha alale huku leo. Ukikuja tutaongea. Nikajua Mungu ameweza sasa. That's how one of the many that I have helped. That's one just a success story. The boy tukamchukua tukafundisha yeye. He is now a graduate and he is doing well. That is just one of the success stories ambazo mimi mwenyewe nimezipitia na nimesaidia wengi. And then it came a time when I had a dream.
that we need to empower the youth. Anyhow, anything that we are going to do to empower the youth, then I started thinking about it, especially when I joined politics. Because every time I go out there, I meet the youth here and there. So can we be able to make them better in terms of life skills, in terms of the way to handle life? Because getting education 100% is not it all. It's not all. You will need God, you will need skill, life skills. How do you navigate with the issues of the challenges of life? How do you equip yourself with the necessary tools to face life? And then I started thinking around that. And I told God, one day I'll start a college. However small it is, we will start an institution that will help young people and even the old people. And that's how we came up with the CTEC Life Skill College that is trying to bring people together. You get some skills, then you have the wings or the legs now to walk. Because if you don't have some skills, then it becomes very difficult for you to be able to move. Yani kama hauna zile skills ambazo zinatakikana kwa maisha, unaweza enda upate challenges mingi. Lakini ukiwa na zile skills, however small, however little they might be, zitakuja kusaidia. So we came up with the idea. I told the director, my assistant director, na tukazungumza na tukaona tutaanzisha computer college pale. Right now as we speak, we are planning to expand this. We are expanding it. Probably we add more computers. And then we buy some sewing machine, zile cherehani. Ili wale wa mama wote ambao pengine ni walika yake, wale wanaenda mlimani huko Waliunga, wale wanaenda kwa shamba kulima, wale ambao hawakupata pengine nafasi ya kuendelesha masomo yao, wale ambao wanachunia ng'ombe na wako nyumbani, wale housewife ambao wako nyumbani, tununue cherehani. Ili akifanya kazi asubuhi, jioni anakuja anajifunza kushona pale. Na ni sponsorship program ambayo tutakuwa nayo. Ili wale wa mama ambao kabisa tunataka, ni mzuri kutegemea Bwana kama vile madam amesema, lakini inatakikana pia wewe ukiwa hata mama uwe na skills ambazo Bwana anaweza agonjeka, aende alale hospitali, ama aende kwingine, ama jambo lolote linaweza fanyika, hata kifo inaweza fanyika. Na wakati ule unakuta ya kwamba the wife anapata shida sana kwa sababu hakuwa na zile skills ambazo zinaweza msaidia kusurvive bila Bwana. Unaona? So tutaanzisha, we will expand so that we get the sewing machines, tuanze kufundisha watu fashion and design. After that probably we will also expand kidogo. This is a future plan. We will expand. We start also tulete wasichana wetu waanze kufunzwa kutengeneza nywele, kutengeneza mambo ya beauty. Hiyo yote tuweke pale. So that we empower the youth for the future. Because we need to look at the future, despite that we are living today, but we also need to live tomorrow. Probably we start living tomorrow today, because the future is waiting for us. I'm very excited in connection to today's ceremony, since it was the kickstart of the CTEC computerized literacy. And I'm happy because I was invited, and I was giving a prophetic utterance in connection to this institution, that in the near future may Almighty God shower His blessings upon the institution, so that the dream and the vision that our director has may come to true, since he has a greater mind, and through whatever he is doing now, we can be able to see there is future. Therefore, it's my humble prayer that God, may you enable him so that he can be able to hike up to those levels, because you've already given him a dream and a vision. God, when you fulfill it,
glory, honor, exaltation be unto you. Whatever we can be able to put it together and it makes a difference in somebody's life, it is worthy going for it. However small, however little. Even if it is one step, the journey starts with one step. So, and this is my aspiration. My aspiration is to see that at least every day I have touched one heart. Yani nimeguza roho moja, sio mbili, moja tu. Ilikuwa imeinama, sasa imesimama. Kesho ingine, hatua kwa hatua. And by the end of the day, we will make a big difference in our generation. And that is what I stand for. Hata ingawa ninapiga siasa, nakubali. Na mimi nasema hata siyo siasa sana ninafanya. Mimi nilikuwa mwalimu, nilikuwa nafunza kwa darasa ambayo iko na walls 4. 10 feet by probably 10 or 22 by 10. That's a world class. That's a world class. But now I'm saying I am privileged to have darasa ambayo haina ukuta. It is a wallless class. And therefore my ability, my opportunity, my responsibility inatakiwa ipanuke, itoke kwa 4-walled classroom iingie katika ulimwengu mzima if possible. Kama itaingia kwa ward, ianzie kijiji yangu, iende. Na sio hata wakati nitakuwa nimetoka siasa, ningetaka kuona mambo kama yale bado yanaendelea. And it is good and I'm happy for my wife to confess yeye amesoma kitu kwangu. Unajua ni vizuri sana mkae na mtu baada ya siku mingi aseme na hii mtu nimekaa nayo hii bure kabisa hii. Hii isipokuwa tu makelele, hakuna kitu umesoma kutoka kwake. Unajua kila mtu anaweza piga kelele akikasirika. So what I want to say is make sure that every person who come into contact with you learns something. Yani wakati wote umeishi, iwe ni mtoto, iwe ni nani, hakikisha atasoma kitu kutoka kwako. Na hataweza kusoma kitu kutoka kwako kama your values are not right, your morals are not right, your character is not right. So you'll have to look at your morals. How do you handle social issues? Sasa kama mimi tukikutana na mtoto tukitembea kwa barabara, mimi niko na nguvu naweza gonga yeye na aondoke barabara. But do you know I will prefer mimi niondoke yeye apite. Kama hivyo ndivyo anavyoona mzuri. Na yeye aende kwenye alikuwa anaenda na mimi niende kwenye nilikuwa naenda. That is a reason. Kwa sababu mkishindana na yeye na hamuko class moja, sasa mshindane na mtoto na hamuko kwa class moja, what point am I going to prove kushindana na huyo? So the best thing, mimi ni muondoke, yeye apite na mimi niende mahali nilikuwa naenda. And that is a lesson. One day that boy, that young person will also be of my age. Na ataona kumbe kuwa mkubwa, si kusema ni fujo, si kusema ni vita, si kusema lazima ukoro na watu ati ndio uonekane wewe ndio uko na powers. Sometimes to be humble is also a virtue ambayo Mungu ataona. Today we are here to bid farewell to our computer students who are leaving the college despite some hard tasks you have encountered in the course of your studies in the college. At the end of it all, you completed this part of the journey with great achievements. Being tough with you at times was only to prepare you for a greater challenge ahead and to nurture you to build a strong foundation. Your foundation for your next level. Under our guidance, you have attained this impressive milestone in your life with great honor and integrity. Every end has a new beginning. Today might be the last day for some of us as students in the college, CITEC. But believe our learning will actually start from today. Na nyinyi graduate ambao mnamaliza shule sasa, hii certificate na waombea ya kwamba that is not the end. It's just a beginning. Unajua
I one time looked at my young child wakati alikuwa anajifunza kutembea. And it was very amazing. Wakati anaanza kutembea, wakati alianza kutembea, alikuwa anakimbia mimi, anakuja amefurahi sana. You know, yeye alifikiria akiweza kutembea, anaweza tembea kila mahali. Lakini huwezi tembea kuna mahali, kuna restrictions, si ndio? So it will have again the child atasoma mambo ingine ambayo tena itahitaji awe anatembea na njia iliyo nzuri. Nanyi sasa mumefanya hii. It's just a key to open many other doors that you need to learn how to go through those particular doors. And without this stage, then you cannot be able to move to the next stage. Through this, you can do, you have done certificate, you can do diploma, you can do even degree. You can start your own cyber in terms of computer, utafuta computer mbili, anza kuhudumia watu. Unaanzisha pale. Just get a printer, start doing that job. Open a class like the one we have opened. Just have faith and be sincere. So there is no limit to the height that you can go. What you need only to do is you check your attitude. How do you look at things? Badilisha mtazamo na utaweza kwenda mbali. Na mzungu ndiposa alisema the attitude you have probably will determine the altitude that you can be able to reach. Yaani kiwango cha kwenda juu mahali ambapo unaweza mikononi mwako. Juzi tumepewa mfano mzuri ya kwamba kijana mmoja akakuja kwa mwalimu, sijui kama ni kwa mwalimu ama ni kwa baba. Akashika kipepeo namna hii. Akauliza mwalimu, hata alikuwa anasema ni profesa, wewe unajua mambo mengi sana, hata unaweza jua ninafikiria nini, hata unaweza jua namna gani. Akamuuliza, hii kipepeo nimeshika hapa kipepeo, sasa mwalimu profesa, nataka uniambie hii kipepeo iko uhai ama imekufa? You see, then the professor, Mungu akamsaidia, akamwambia ni sawa, lakini kipepeo ulioishika hii mikononi mwako. Halo? Kipepeo ulioshika hii mikononi mwako, unaweza ukaifanya iishi ama ukaifanya ikufe. Unajua hapo ilikuwa trick kali, kwa sababu huyu kijana alikuwa anapima profesa. Akimwambia kipepeo iko uhai, afinye, akaze mkono tu hivi. Awarafu amwambia imekufa, umeanguka. Akisema imekufa, aiachilie hivi tena kipepeo iruke. So the boy was very sure the professor will not get it. But I want us to look at the message that was there. That the life of this butterfly is in your hands. I want also to say the same. That God have given you the choice. God have given you the ability. And God have given you the chance to choose what you want. So the choice is in your hands. Maisha yako, watu wengi wameitumia kukunywa madawa ya kulevya hapa na pale. Wengine wameitumia kukosana na watu. Wengine wameitumia vile wanataka. But maisha yako hii mkononi mwako. Ukiambia Mungu vile unavyotaka kabisa na umuombe kabisa, atakupea maisha ambayo wewe utafurahia. Na maisha si kuwa na pesa nyingi, maisha si kuwa na magari mingi. Maisha yaliyo quality life ni testimony ambazo tutatoa. Ni watu wangapi wamepitia mikononi mwetu na tukawarejesha, badala ya kuwamaliza kiroho ama kuwamaliza kimaisha, tumewatengeneza kimaisha, tumewaweka laini kimaisha. Na umesikia mzee wangu hapa amesema alinipatia kijana wake. I mentored him in Nairobi. Hii sana. Nikamenta yeye, tukafundisha yeye. Wakati nilikuwa naondoka pale, nikapea yeye kazi mahali nilikuwa. And he's trying to do what I was doing. You see, the other time we had a testimony from one of the big men
today is a motivational speaker. Yes. Very successful. Earning, this guy is earning over 200,000 per month. Na yeye anasema kabisa, Mashembo, you really helped me. And I helped him. I mentored him. So I want to say, my point is this. Your success will not be measured by how many vehicles you have. The success will not be measured with how many shambas you have. The success will not be measured ati nyumba yako umetengeneza nyumba ya milioni ngapi. No, that will not be the measure of success. But the success will be measured by the legacy of the people you have made them to stand. Wale watu umesimamisha katika maisha, that will be the success story. Otherwise, it will just be like a man I met in Nairobi. My friend, my great friend, a millionaire. And he took me to his hotel. He told me, eat whatever you want. Imagine, tajiri kabisa, millionaire. Amenipeleka kwa hoteli yake. Amenizungusha. Iko na ghorofa 10. Alafu anakuambia kaa chini ukule kenye unataka. Alafu unagojea hapo. Unamuuliza kwani ukule au kwani ukuli? Anakuambia nimeitisha yangu. My friend, ile chakula analetewa ni kama ya nguruwe. And he is the owner of the hotel. Yeye amekatazwa nyama, amekatazwa chumvi, amekatazwa mafuta. Analetewa mamboga ambazo zimechemshwa. Kwa sababu hazitakiwi ziwekwe mafuta, hazitakiwi ziwekwe chumvi, hazitakiwi ziwekwe sijui nini. Sasa analetewa mamboga zimechemshwa. Nakwambia wewe kula. Hii, sasa hiyo unaweza kukula wewe kula kwa sababu mimi hiyo siwezi kula. Sasa success ni nini? Kama yeye ako na hizo nyumba, ako na hiyo hoteli yote, watu wanakuja wanakula, wanalala, wanakula chochote. Na yeye hawezi kula. So success is not a measure of what you can eat. It's not what it is. The success ni vile testimony itatolewa na uombe Mungu upewe afya njema. Kama uko na afya njema na watu umesaidia watu, wewe hata kama unatembea miguu wewe na haumwi na mwili na unatembea miguu na unakutana na watu ulisaidia, unakutana na kijana alipitia mikononi mwake ndio minister, unakutana na msichana mwingine ambaye ndio amesimamisha boma yake, bas you are good to go. Otherwise the things of this world we shall leave them here, lakini mbinguni ndio tutaishi milele na milele. Ni vyema watoto tuelewe na tujue, sio kitu cha bure tunachofanyiwa. Tujue ya kwamba ni maarifa na hekima tunayopatiwa, ili mzazi, kwa sababu mzazi anaendelea kukomaa, nanyi mtakuwa usaidizi kwa wazazi wenyu. Kwa hivyo ni vizuri mtilie manani kile ambacho mnachopatiwa. Ni vizuri na kujitahidi. Chochote unachopatiwa ni mzazi, ni vizuri ujitahidi, kwa sababu kuna wengi ambao wanatamani kuipata na waipati. Wewe umepata muda na nafasi, ni vizuri kutumia jinsi inavyofaa. Kwa majina yangu naitwa Newton. Sasa mimi natoka Subukia, na kwanza kabisa ningependa kushukuru mheshimiwa na deputy mheshimiwa. Unajua huku hakuna deputy MCA, lakini deputy MCA ni bibi yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa wamefanya kitu ya maana sana. Mimi nimetoka Subukia, nimepita Wasagas, nimepita wards karibu 5 ndio nifike Moronyo in Dondori ward kutafuta skill ya ICT. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo inamaanisha nini? Yeye ako na kipawa ambao alipewa na Mungu kusaidia watu katika Dondori location. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo si jambo rahisi. Mimi nimetoka Wasagas ward, niko na MCA wangu all in my area. Watu huwa wanasa computer packages distance karibu 20 kilometers. Tao wengine wanakuja town, wengine wanaenda Nairobi. Hiyo lakini yeye aliona ni maana sana aweke computer packages huku Moronyo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeendelea, nilifanya packages hapa, nikapata hiyo interest ya kupenda ICT. Sasa nikaenda sasa kuongeza masomo, nikafanya course ya ICT.
Ukifanya ICT hakuna kenye unafanya bila ukuwa na basics ya computer. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukuwa na basic ya computer saa hii ni ya maana. Hakuna shule unaenda college ama university uwezi ingia bila una ujuzi yoyote ya computer. Sasa wazazi wenye wako hapa tunafaa sasa tuchukue hii nini tuelimisha watoto wetu about computer skills. Bwana Yesu asifiwe. Kila saa hii hadi masomo tunafanya saa hii na mtandao. Na mtandao lazima ujue skills ya computer. Bwana Yesu asifiwe. So tunafanya kazi ya online working. Saa hizi hata kazi corona silifika juzi, tulikuwa tunatumia masimu kusoma. Sasa hiyo ungetumia simu kusoma kama ujue. So, wazazi mlikuwa mnaita watu wasaidie watoto wenu. Sasa ilikuwa inabidi mtu ajue nini? Computer. Sasa mimi nashukuru sana mheshimiwa na jamii yake kwa kwa hii Nakuru County. Out of all 55 wards we have in Nakuru County, I know only 2 MCAs who are even more than MPs, who are even more than that is, and that hiyo nasemanga hiyo ni mheshimiwa Mashembo Shege. Wa pili nasema kweli, wa pili ni mheshimiwa wa Kambazi anaitwa nani? Dr. Mbae. Wao ni watu wako na akili kwa hii Nakuru. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mwanasiasa, naomba hata president shule, naomba ni vile tu sikuwa nimepata vitu ya sponsor kuzinisponsor kidogo nichape campaign, lakini na bado. Asante pastor kwa kutuambia don't like a grasshopper. We need to aim higher. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naambia testimony yangu nimeanzia pale nyingine chini. But I know there is God who is in heaven. Bwana Yesu asifiwe. That we must raise. Lazima tukue watu wakubwa. So graduates today, those who are umenyamaliza form 4, hiyo skill yenye umepata ya computer unaenda mbali. Bwana Yesu asifiwe. Hapo umepata skill, anao wengine wanaenda colleges, wengine wanaenda university. Surely mheshimiwa, in his blood he has education. Hiyo si ile ya kutafutilia, hata sisi tumeona. Nikimalizia niseme 2017 I was in the list. Newton, I was in the list of MCA. But since that time, vile nimeona mheshimiwa na ambaye wameambiwa wako na akili, nimeona kama siwezi fikia. Niko hapo kusema mheshimiwa ni tano tena. Mimi sina upingamizi na nitakusupport mheshimiwa. In every support you need, I'm there, I will support you fully. Na njaigwa gucokeria irimu ngatho na ina irimu ni cirerega meciririe tondu rega cucu gakwa karikirie form 4 ndambĩrĩria kũria gegũthiĩ na gũkwĩruta na rĩu niĩ ngĩririkana nĩ nderirwo haha nĩ harĩ na ngĩkinya ikinya ngĩũka ngĩkora maitũ nyina wa irimũ na irimũ tũra ũguo tondu kĩheo kĩu ũhetwo rĩ tũria kĩa heshima na akĩndarĩria wega na ngĩrokia mwana nake mwana akĩnjĩra arĩkia nĩ akena nĩ mamu ũcio tondu nĩ mamu gĩtĩo mwathani agocwo. Rĩu nake ithe wa irimũ rĩ mũtongoria mwega rĩ aumaga na igũrũ ona tanaciarwo nĩ nyina arĩ mũthondeke nĩ Ngai tũra ũguo tondu nĩ wĩkĩte wega nĩ kũringana itũra ritũ tũtiragata tigiti wa gũthiĩ taũni tũtiragata tigiti mwana thiage mũrũnyũ na o haha itũra nĩ hakarame no tongoria warame. Kompyuta ni kitu ya maana sana kwa sababu pia tukienda mimi niko campus unapata tunapatiwa assignments na kama ujui kompyuta huwezi fanya hizo assignments. Kuna projects, kuna presentations. Kwa hivyo ukiwa na hiyo knowledge ya kompyuta inakuwezesha pia kwa masomo yako huko juu. So ningewa encourage pia nyinyi mwambie marafiki zenyu kama wajasoma kompyuta. It is very important kwa sababu inatusaidia huko mbele. Pia ukienda kwa apply makazi I believe ni requirement. So ningependa kuwahimiza mu-encourage watu wengine waweze kusoma kompyuta. Sasa na hii kompyuta nayo itaturahisisha kufanya mambo zingine. Kuna pahali nilienda na watu walishangaa. Juu mimi hata sikuiniona unaona sitajua kompyuta. Watu walikuwa wanajisaidia. Mwenye alikuwa anajua kompyuta alikuwa anapewa nafasi, anajihudumu hapo, anamaliza anaenda.
Sasa mimi nilienda tu, mimi nikaambia yule alikuwa niwacha nikae pale nijifanyie hiyo kazi, kwa sababu nimejifundisha kidogo, na si kidogo, nitaendelea. Kwa hivyo mheshimiwa, Mungu akubariki kwa hayo mambo umefanyia wamama, na mimi pia nitaendelea kuwahizi wakuje wajifunze, kwa sababu hiyo ni kitu mzuri sana kujua kompyuta. Mungu awabariki. Thank you very much for choosing CTEC College to be the college that you started with. God bless you so much, and may God enlarge your territories as you go out there. Be role models and be good boys and girls. Mungu awabariki sana for choosing CTEC College. Wazazi, asanteni sana kwa sababu ya kukubali wanafunzi hawa wakuje kwa hii shule. Mungu awabariki sana kwa sababu ya kuchagua mahali hapa. And nitarudia Mashembo tena nikuambie asante sana